Karibuni ndugu watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimieni popote mlipo na kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Baada ya kurejea kwa vikosi kadhaa vya wapiganaji wazalendo na jeshi la taifa FARDC katika mji wa Uvira, huku takriban ya wakongomani wote wakifurahia jambo hilo, ndipo hiyo jana tarehe 18 Januari mwaka 2026, liwali ama gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi ametoa taarifa ya wito wa kudumisha umoja na tahadhari kwa raia, huku akisisitiza raia kuepuka kunaswa na mtego wa mgawanyiko. Gavana aliweka wazi ya kwamba tangu vizazi vingi jamii zote za Kivu ya Kusini zimeishi pamoja kwa amani licha ya hila na misukosuko ya kisiasa. Hakuna mtu anayepaswa kushambuliwa kwa sababu ya asili yake. Kulinda jamii zote bila ubaguzi ni wajibu wa jamhuri. Kwa familia zote zilizolazimika kuhama na kukimbia vita, gavana alisema ya kwamba watarejea makwao, nao kama serikali watahakikisha usalama wa wakimbizi hao na kurejesha maisha ya kawaida. Huku akaendelea kusisitiza ya kwamba lengo la serikali ni kuendelea kuishi pamoja na kutafuta suluhu za kudumu kupitia mazungumzo na mashauriano. Na kwa kumalizia, gavana aliita wito kwa watu wa Rwanda, Burundi na Kongo kukomesha janga hilo la mapigano na washirikiane kwa ajili ya amani, maendeleo na ustawi wa pamoja. Tuwajulishe ya kwamba baada ya kuwasili mjini Uvira, majeshi ya FARDC yalionekana yakihakikisha usalama wa baadhi ya familia za Banyamulenge ambazo hazikubahatika kuondoshwa mjini humo na wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kitendo hicho kiliwasukuma mpaka raia wenyewe wa Uvira waliokuwa wakishuhudia tukio hilo kuwapongeza wanajeshi hao FARDC kwa kuwapigia makofi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa raia wa Kongo kubaki makini, msidanganywe wala kupumbazwa na vyombo vya habari vinavyounga mkono waasi hao zinazoeneza habari za kunyanyaswa kwa watu wa jamii ya Kinyamulenge, na hakuna familia hata moja iliyotishiwa wala kutendewa kitendo kisicho cha kibinadamu. Kama raia wengine kikawaida, Banyamulenge pamoja na mali zao wamelindwa na wako salama. Na kwa mtazamo wetu kupitia mambo na matukio tuliyoyaona hiyo jana Jumapili tarehe 18 Januari mwaka 2026 mjini Uvira, picha zote zinaonyesha ya kwamba wakazi wa maeneo yaliyo chini ya uvamizi hawaungi mkono uasi wa M23 na mshirika wake Rwanda. Wanaonekana kushirikiana kwa hofu tu, kama mateka walioko mikononi mwa watesi wao. Katika vita hivi, silaha pekee hazitoshi. Diplomasia ina nafasi yake na imekuwa na uzito mkubwa kuliko silaha. Licha ya hasara za kibinadamu na mali, M23 na washirika wake wamelazimika kurudi nyuma. Kilichowezekana huko Uvira kinaweza pia kutekelezeka kwingineko, hususan Goma na Bukavu na maeneo mengine. Kwenye uwanja wa mapambano, FARDC na wazalendo wamesimama imara na kumrudisha adui nyuma hadi Makobola, ambako wapiganaji wengi wa M23 na wanajeshi wa Rwanda wameangamizwa katika mapigano makali yasiyokoma kwa zaidi ya siku 30, ishara ya mwamko na kurejea kwa imani ndani ya jeshi la taifa. Na kwa taarifa hii, ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta ya awamu ya kwanza ya habari za kila siku ya leo tarehe 19 Januari mwaka wa 2026. Tukutane kwa awamu zinazofuata za habari hapa kwenye Kibenge TV.